Gospel ya Kenya imeingia kwenye simanzi. Ni siku ambayo mashabiki, watumishi wa Mungu na wapenda muziki wa Injili hawataka waiweke nyuma. Siku ambayo sauti laini, yenye upako na nguvu ya kiroho ilinyamaza milele. Msanii maarufu Beatrice Wairimu Mbugua, anayejulikana zaidi kama Betty Bayo, amefariki dunia. Ni habari iliyoibua machozi, tafakari na maswali yasiyo na majibu. Kwa muda mrefu alikuwa mwanga wa tumaini, sauti ya faraja na mfano wa mwanamke aliyeamini katika neema ya Mungu hata katikati ya majaribu. Lakini sasa wimbo wake umefikia mwisho wake wa dunia hii. Swali ni moja: ni nini hasa kilitokea kwa Betty Bayo kabla ya umaarufu, kabla ya majukwaa makubwa na shangwe za mashabiki? Kulikuwa na msichana kutoka familia ya kawaida mwenye ndoto kubwa. Betty Bayo alianza safari yake ya muziki akiwa kijana mdogo, akitumia sauti yake kanisani. Wimbo wake maarufu Saya Shirt, uliotikisa makanisa na redio kote nchini Kenya, ulimtambulisha kama sauti ya uamsho wa kiroho. Kupitia nyimbo kama Nikujue, Elewa na Anabadilisha, Betty alionekana kama chombo cha Mungu aliyeimba si kwa sifa bali kwa roho. Wengi walimpenda kwa unyenyekevu wake, tabasamu lake lisilokauka na imani yake isiyoyumba. Lakini nyuma ya pazia, maisha yake binafsi hayakuwa rahisi. Alipitia changamoto, maumivu na misukosuko ya kibinadamu ambayo aliificha kwa ustadi wa kimani. Na hapa ndipo hadithi ya kweli inaanza kuchukua mwelekeo wa huzuni. Kwa miezi kadhaa iliyopita, Betty Bayo alikuwa akipambana na ugonjwa ambao wengi hawakujua, leukemia, aina kali ya saratani ya damu. Kwa muda mrefu alijaribu kulificha. Aliendelea kutabasamu, kuposti ujumbe wa imani na kuhubiri matumaini kwa wengine, wakati mwili wake ulikuwa ukidhoofika kimya kimya. Familia yake imethibitisha kuwa Betty alipoteza nguvu ghafla wiki moja kabla ya kufariki. Alikuwa anatokwa na damu, akihisi udhaifu usio wa kawaida. Madaktari walimhamishia hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, KNH, ambako alilazwa kwa uangalizi maalum. Lakini licha ya juhudi za madaktari na maombi ya watu wengi, hali yake iliendelea kuwa mbaya. Mnamo Jumatatu, Novemba 7 mchana, Betty alikata pumzi yake ya mwisho. Familia yake ikasema maneno mafupi lakini yenye uzito: madaktari walijaribu wawezavyo, lakini mapenzi ya Mungu yameshinda. Kifo cha Betty kiligusa zaidi pale Pastor Victor Kanyari, mpenzi wake wa zamani na baba wa watoto wake wawili, alipoandika ujumbe mfupi mtandaoni: RIP Mama Sky, mama wa watoto wangu. Maneno hayo yalisambaa mitandaoni kama moto. Mashabiki walihisi huzuni, wengine wakikumbuka historia yao yenye drama ya zamani, wakati wachache wakijiuliza, je, walikuwa wamepatana tena kabla ya kifo chake? Kwa muda mrefu, Betty na Kanyari walikuwa gumzo kwenye mitandao kutokana na tofauti zao. Lakini baada ya miaka kadhaa ya utulivu, walionekana kurudiana kwa heshima, hasa kwa ajili ya watoto wao. Wengi walitafsiri ujumbe wa Kanyari kama ishara ya heshima na upendo wa mwisho. Haikuwa tena hadithi ya migogoro, bali ya msamaha. Habari za kifo cha Betty Bayo zilienea haraka, zikitetemesha uwanja mzima wa muziki wa Injili. Watumishi wa Mungu, waimbaji wenzake na mashabiki walimwaga machozi mtandaoni. Askofu Benson Gathungu Kamau, moja wa viongozi wakubwa wa Injili, alisema kwa uchungu, mama huyo wa watoto wawili aliishi maisha ya kumsifu Mungu na kufanya biashara. Alitoa uwezo wake wote hadi mwisho. Wengine kama Daddy Owen walimsifu kama chombo cha kweli cha Mungu. Shauku yake kwa Injili haitasahaulika kamwe. Sauti yake iligusa Kenya nzima. Mamia ya waimbaji walipakia video za kumbukumbu, wakiimba nyimbo zake kama heshima ya mwisho. Hata viongozi wa kisiasa walionekana kuguswa, akiwemo Esther Passaris aliyesema, roho yake ipumzike kwa amani ya milele. Lakini katikati ya maombolezo haya, kulianza kuibuka maswali mapya. Mitandaoni gumzo lilianza: ni lini Betty alipogundulika kuwa mgonjwa? Kwa nini hakusema wazi kuhusu hali yake? Na je, kuna ujumbe wa mwisho aliwacha kwenye ukurasa wake wa Facebook? Mashabiki waligundua ujumbe wa ajabu aliuandika siku chache kabla ya kulazwa: kuna wakati Mungu anakaa kimya, sio kwa sababu amekuacha, bali kwa sababu anafanya kazi kimya kimya.
Maneno hayo yalitafsiriwa na wengi kama ishara kwamba Betty alikuwa amekubali hali yake. Wengine walihisi kama alikuwa akituma ujumbe wa mwisho, wa matumaini, sio wa hofu. Taarifa zisizo rasmi zinasema kwamba alikuwa akipata matibabu kwa muda mrefu, lakini aliamua kutulia mbali na macho ya umma. Hata hivyo, uvumi huo haujathibitishwa rasmi na familia. Kama waumini, wengi walichagua kuangalia upande wa imani badala ya maswali. Ingawa Betty ameondoka, kazi yake inabaki. Wimbo wake Saya Yara bado unasikika kwenye makanisa, redio na hafla za ibada. Maneno yake yalibeba tumaini kwa waliovunjika moyo, nguvu kwa waliokata tamaa na faraja kwa waliopoteza. Wimbo wake Nikujue ulikuwa maombi ya dhati ya moyo wake, hamu ya kumjua Mungu zaidi ya muziki na sifa. Aliwahamasisha wanawake wengi kuona kwamba imani inaweza kustahimili hata maumivu ya moyo, magonjwa na kifo. Wasanii wachanga wa Injili wamekuwa wakimkumbuka kama mwalimu wa upole aliyejua kuchanganya uhalisia wa maisha na uongozi wa kiroho. Alibaki kuwa mfano wa mwanamke aliyeinuka kutoka majaribu hadi ushindi. Familia ya Betty bado iko kwenye majonzi makubwa. Mama yake, ndugu zake na watoto wake wawili wamekuwa wakipokea maelfu ya salamu za pole kutoka kote Kenya na ulimwenguni. Vigilio, ibada za kumbukumbu na sala zimefanyika katika makanisa mengi. Hata wale ambao hawakuwahi kumjua binafsi wamesema waliguswa na maisha yake. Kwa wengi, kifo chake kimekuwa kengele ya kuamsha, ukumbusho wa jinsi maisha ni mafupi na imani inavyoweza kuwa faraja hata pale ambapo dawa zimeshindwa. Katika maneno ya Askofu Gathungu, amehudumu, ameimba, amependa na sasa amepumzika. Betty Bayo ameondoka kimwili, lakini wimbo wake haujakoma. Sauti yake itaendelea kuishi katika nyimbo zake, katika mioyo ya wale aliowagusa na katika kumbukumbu za wale waliopokea neno kupitia huduma yake. Kifo chake ni uchungu, lakini pia ni ushuhuda, ushuhuda wa imani isiyokufa. Alijua kwamba duniani kuna mwisho, lakini kwa Mungu hakuna mwisho. Na kwa hiyo, tunamaliza kwa maneno yake mwenyewe kutoka kwenye wimbo wake wa Saya Yara. Hata kama ni kuchelewa, Mungu wangu hafiki kuchelewa. Betty Bayo, pumzika kwa amani. Sauti yako haitawahi kusahaulika. Wimbo wako utaendelea milele.